Maadhama, makardinali, maaskofu wakuu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa viongozi wengine mliopo, Mheshimiwa mapadri wote, watawa, waamini na watu wote wenye mapenzi mema. Nitasema kwa kifupi sana. Neno langu la kwanza ni pole. Pole kwanza kwa mama Hamsini na wana familia ya Pengo kwa msiba wa kufiwa na mpendwa wao. Neno langu la pili nalo ni pole. Pole kwa mapadri wote wa Dar es Salaam. Pole kwa Baraza la Maaskofu. Pole kwa MESEA na SECAM. Pole kwa kanisa lote Katoliki. Neno linalofuata ni shukrani. Shukrani kwenu nyote kwa jinsi mlivyojitokeza kumshukuru Mungu kwa ajili yake na kumwenzi mkimwaga. Naomba mumdumishe katika mioyo yenu, mumdumishe katika sala zenu. Yamesemwa mengi mazuri, nami naomba niongezee mawili. La kwanza ni moyo wa kujituma na kujitoa wa mwadhamu. Hata katika uzee na ugonjwa alikuwa msaada mkubwa kwangu. Kwa miaka 8 niliyokaa naye amenisaidia shughuli za kichungaji popote alikoweza kufika, na hata mara moja hakulalamika akisema naumwa niache. Alionyesha utayari na moyo wa kichungaji. Namwomba Mungu amjalie pumziko la milele. Ili nitakalowaambia sasa sio jepesi. Mwaka jana mwezi wa 10 zilipotokea sokomoko hapa nchini, niliongea na kardinali, akaonyesha masikitiko makubwa kwa yale yaliyojiri, na tukakubaliana tuliombee taifa letu. Sasa kwa kuwa ametangulia, naamini atakuwa mwombezi wetu wa Tanzania wote. Nirudie kwa msisitizo, atakuwa mwombezi sio tu wa Wakatoliki bali wa Watanzania wote
bila ubaguzi wa dini, chama, kabila au chochote kile kinachoweza kututenganisha. Nihitimishe kwa kusema tena asanteni kwa jinsi mlivyojitokeza kwa wingi. Mmempa heshima na Mungu awabariki.